Kwanza ningependa kuzungumza kesi mpaka labda Samu mpaka kuweza kufikia mpaka watu kuweza kumjua. Na kuna picha moja ile niliona ya kwako akina Sam kipindi hicho, yani huwezi kumtambua kama ndo huyo. Ile Tokstar na wengine ambao mlikuepo pale. Ile mlipiga mwaka gani? Ile picha ilikuwa mwaka 2007. Ilikuwa 2007. Kipindi hicho marehemu Samu wa kweli bado hakujulikana. Lakini pia kwenye picha ile namuona ukomuona mwingine alikuwa pale Tokstar na Alikiba She Sexy yeah. Ilikuwa 2000. Wote pale walikuwa bado hakuna star pale ambaye alikuwa ametoka. Zaidi kwenye ile picha kama ulikuwa unaiona mtu ambaye kwa kipindi kile ambaye kidogo tulikuwa tunamuona kama ana asili ya maarufu kwa sababu alikuwa ni Layback na mtoto wa Kalikawe. Ambaye tulikuwa tunajua tu sio maarufu hakuwa na nyimbo hivyo, lakini tulikuwa tunajua babake alikuwa mtu fulani katika music. Na pengine sasa katika uuzaji au turudi kabla tujauza ile albamu ya Sinara ambayo ilifanya vizuri sana. Nadhani albamu ilikuwa ni Sinara au Sinara ilikuwa ni wimbo, lakini albamu ilikuwa na jina lingine. Albamu ilikuwa inaitwa Sinara. Namna ilivyotengenezwa ile kazi. Historia ya Samu, Samu wa kweli kwanza alikuwa akifanya music fulani ambayo tunaita aina takeu. Kama alivyokuwa anafanya Mr. Nice. Yeah. Alikuwa anaitwa Mr. Samu. Sawa, kuwa inaitwa Samu wa kweli. Alikuwa anajiita Mr. Samu. Mr. Samu alikuwa akiimba nyimbo za takeu kama Mr. Nice. Alikuwa ni dancer mzuri sana. Alikuwa mtaani akipanda kwenye majukwaa, makempo haya, anacheza show hivyo, ingawa sio maarufu kwa kipindi hicho. Lakini Samu ni kijana ambaye alikuwa akiishi maisha ambayo sio mazuri. Ufupi alikuwa akiishi kwa kuhama, leo kakaishi na nani, leo kaishi na huyu, leo kaishi na huyu, katoka hapa akabadilisha mazingira. Unajua ukiishi na watu mwingine akishakuzoea hivi anakuona anaamua kuambia usikae hapa, anakuwa amekuchoka hivyo. Na hata mimi nimebahatika pia kuishi naye, kumwambia baadhi mazingira ambayo alikuwa anapitia kabla hajawa maarufu. Nilishakumwambia pia njoo uishi nyumbani, na nilishakaa naye pale nyumbani. Na ni mtu mcheshi sana, ule Mzalamu, mcheshi sana. Ukikaa naye pale hata nyumbani tulipokuwa anaishi pale, ilikuwa asubuhi akiamka pale anaimba tu. Sawa, hadi mamangu mwenyewe alikopo anasema Ibra leo huyu rafiki yake alikuja hapa nyumbani sio mchezo. Unaelewa, kwa alikuwa mtu wa kuimba tu pale anaimba hivyo maisha yameenda. Ilitokea siku moja kuna msanii pale studio kwetu ambaye alikuwa anaitwa Mongenius. Ukiingia hata YouTube ukiandika Monji ameimba nyimbo tofauti. Kuna nyimbo ilikuwa inaitwa Mtoto wa Daa. Kuna nyimbo inaitwa Kasimama Peke Yake. Basi ukiingia hapa utamkuta Monji ndo alikuwa msanii wa pale katika pale Emotion Records. Na Monji kulikuwa kuna nyimbo alikuwa anashuti. Nyimbo alikuwa anashuti siku kwa Vingunguti kule. Kuna kijana mshikaji mmoja anaitwa Chris MC. Zamani alikuwa na kundi lake wanajiita Mingaro Government. Baadaye Chris MC akawa mtu wa kushuti video tu. Chris MC ni mdogo wake ambaye Shilole, ambaye mume wake na Shilole ndio mdogo wake Chris. Ambaye hivi nafikiri sasa hivi nimesikia tetesi kwamba wameachana. Sasa siku tunashuti ile video, video ya nyimbo ilikuwa inaitwa ya Monji, nimesahau jina. Lakini siku tunashuti ile tulikuwa na Samu wa ukweli, naisimamia nyimbo video ya Monji. Samu wa ukweli alinifuata akaniambia, Ibra naomba unifanyie utaratibu na mimi nifanye video ya nyimbo yangu. Uniombee kwa Chris, unisaidie. Nikamwambia Samu, unahitaji Mr. Samu nataka kufanya nyimbo ya aina gani? Akanisikilizisha nyimbo, lakini nyimbo alonisikilizisha ilikuwa ni hii Sinara. Ila sasa hii Sinara ilikuwa imefanywa biti tofauti, sio hii ambayo unaisikia wewe. Sasa hata uimbaji wake haukuwa huu.
sawa. Aliimba tu anavyojua yeye, lakini alifanya producer mwingine ambao ni local walifanya studio tu ndani kurekodi kwenyewe, wamerekodi kwa mic ambayo so professional wamerekodi. Sasa nisikizisha kwenye simu baada ya kusikia, lakini nyimbo haina quality uimbaji. Nikamwambia Samu, nyimbo gani unataka kuweza kushuti, itakuwa haina ubora, utakuwa hamna chochote unachokifanya. Sasa nitakachokufanya mimi nikusaidie, inabidi urudie pale studio kwa Kisaka ili uweze kufanya hii nyimbo irudiwe ikiwa fresh, ndio uweze kufanyaje, uweze kufanya video. Sasa kilichotokea, Samu hana pesa, maisha yake nayajua. Samu muda huo pia naye anaunga anaishi nyumbani pale kwetu, leo kalala leo hajalala, anahangaika maisha hayo. Nikamwambia basi mimi nitazungumza na bwana Kisaka. Wakati huo mimi na status pale Emotion Records kama manager wa ile studio. Nikasema nitazungumza na Kisaka. Akasema nitazungumza na Kisaka, na ni siku nikaongea na Kisaka. Baada ya kuongea na Kisaka nikamwambia bwana Sam, huyu mtu anatumsaidie. Hii nyimbo inabidi ifanywe tena, irekodiwe hii. Basi inabidi upige biti nini, ila pesa hana. Sawa? Pesa hana. Kitachofanyika hapa tachangia umeme tu, pesa ya umeme. Na hata hiyo pesa ya umeme Samu hakuna. Ila mimi nimezungumza tu kwamba Kisaka afanye. Si umenielewa? Hiyo pesa yenyewe hata kutoa hata shilingi 10,000 Samu hana kwa kweli, niseme kweli. Basi na mimi ndio miongoni mwa niliyomsukuma sana Kisaka mtu anze kupiga biti, na nilimweka Kisaka Samu pale na kwa sababu wimbo wa awali ulikuwa umeshausikiliza, kwa hiyo ukawa umena idea kwamba tufanye kitu cha tofauti. Kitu cha tofauti. Sasa Samu aliniimbia hapa kuniimbia, nikamwambia tufanye hivi, fanya hivi. Basi ndio siku hiyo nikamlazimisha Kisaka. Kwanza nikachukua chorus, sawa, na kavesi kafupi, nikamwambia nikamrekodia pale kwenye mashine, akarekodi ile sauti vocal tupu. Nikamwambia njia ni hizi, sawa, huyu anaimba hivi Kisaka. Nilikuwa tunapishana kidogo na Kisaka, lakini nilimsukuma vya kumsukuma ili ile nyimbo aweze kuirekodi. Na siku ya kutengeneza biti ni siku ambayo nilisimama pia hapo nikamwambia Kisaka anza kutengeneza skeleton, yani njia ya huyu ataimbaje. Sawa, basi nikasimama pale, Kisaka akatengeneza njia na tempo, akaweka tempo, akapiga biti pale. Biti ikafika kwenye tempo ya kukodi tu hivi. Basi Samu aliimba nikamrekodia, akaimba. Sasa kuna final, sasa mwisho inabidi nyimbo sasa Samu alishaimba verse, kwa hiyo inabidi Kisaka ampandie sasa, aendelee biti ile, aanze kupiga biti full, ajaze sasa. Maana pale ilikuwa chords, kiki na snare tu. Si umenielewa? Samu akaimba kwenye zile njia, inabidi ajazie vitu vingi. Nafikiri hiyo ikafika, ilichukua kama muda wa siku kadhaa hivi. Haikuwa siku moja tu kufanya, kwa sababu Kisaka wakati huo Samu hana status yoyote, na wakati huo shakuwa nyimbo za kina Dulayo zinapigwa, shakuwa maarufu, wasanii wengi wanakuja kurekodi, kina AT, wasanii wakubwa wanakuja pale, kina Chidi Benzi, wakina nani wengi wanakuja. Kwa hiyo ilifika hatua ni sehemu ambapo msanii kama sio star hujatoka, basi kufika pale ilikuwa ni vigumu sana kuweza hata kuingia studio kwenye. Lakini mimi nilikuwa ni mtu mmoja social sana, kwa hiyo hata watu ambao walikuwa wakimuona Kisaka kwenye hadhi ya kubwa sana kushindwa kumuingia walikuwa wakinifuata mimi. Sasa ilikuwa rahisi sana. Nafikiri wasanii wengi tu wakubwa daweza nikawamention wengi tu wakubwa, nafikiri wanafahamu jinsi Kisaka kipindi kile status ilivyokuwa kubwa kwenye nyimbo za Dulayo na wasanii wengine. Sasa hivyo ndio ilivyokuwa hapo. Na baada ya hilo tukio siku ambayo natakiwa Kisaka aweze kupiga kumaliza ile nyimbo ya Sinala, na ilikuwa nakumbuka ilikuwa mida ya jioni hivi, ilikuwa jioni, sikumbuki siku, lakini ilikuwa jioni. Kisaka tunapeana idea, kwa sababu mimi nilikuwa manager pale studio, lakini nilikuwa producer.
lakini hata huo producer yenyewe amenifundisha yeye Kisaka. Sawa. Ndo ameanza kunifundisha yeye, kanambia wewe una feeling ya music, kwa hiyo embu piga piano. Alianza kunifundisha kupiga piano. Okay. Sawa, hili niweze kupata, kwa sababu ilifika hatua Kisaka anatengeneza music, muda mwingine idea inachoka. Ananiambia embu jifikiria kitu ambacho cha kupiga, embu piga rhythm hapo au anza, nitakuja nitamalizia. Okay. Kwa hivyo ndio maana kwa tunatoa vitu ambavyo kidogo vipo kwenye hali ya juu. Sasa nyimbo ya Samu kweli tulifikiria pia kupiga gitaa live. Sawa, na nilikuwa na feeling ya gitaa kwenye kichwani. Okay. Sawa. Feeling ya gitaa kwenye kichwani, na gitaa hilo lilikuwa apige jamaa mmoja anaitwa Adamu Hasani. Adamu Hasani ndio alikuwa kiongozi wa Moto Bendi kwenye kesi ya bendi, mpiga soloisti nyimbo zote za Moto Bendi. Gitaa unazosikia vyombo, producer mpigaji ni Adamu Hasani ambaye pia alikuwa soloisti wa Alichoki kwenye bendi ambayo tunaita ilikuwa Estrabongo. Bendi ya Estrabongo nafikiri unaifahamu. Estrabongo soloist, rhythm, guitar, arrangement ni huyo Adamu Hasani. Kwa Adamu Hasani ni mtu wa karibu sana na pale. Tukafikiria kwenye hii nyimbo ndo aje apige gitaa. Lakini haikuwa hivyo. Sasa hiyo gitaa, hisia ya hiyo gitaa nilikuwa nayo mimi kichwani. Nilikuwa nayo kichwani na nilikuwa namwambia Kisaka, hapa inabidi upige kitu fulani. Niseme ukweli, kuna nyimbo ya zamani inaitwa Safari Sio Kifo. Niendelee. Safari Sio Kifo. Kuna nyimbo ya zamani ni ya Akudo. Hapana, sio ya Akudo. Soloist yake inapigwa watu wa music. Safari sio kifo mama wewe, subiri nitarudi mama watoto, nikirudi mama. Hiyo nyimbo ukisikia mwisho kule kuna solo imepigwa kule. Sasa nilikuwa na feeling ya solo ile. Sawa. Sasa nilikuwa namwambia Kisaka tupige kitu kama hichi. Sawa, ni nyimbo ya zamani sana. Tupige kitu kama hichi. Sasa katika kutafuta ile ndio inakuja inaingia, tuikatae ile solo ile, lakini ilete feeling ile, si unanielewa? Ilete feeling hisia ile, ndio ikaja hiyo feeling hiyo. Hiyo sinala. Sawa. Feeling ya iko kinanda kama kigitaa unachokisikia kinalia. Sasa hiyo ni feeling ya kwangu mimi. Nilipiga mdomo na Kisaka nikamwambia ipige kwenye kinanda. Sasa ni kitu ambacho kikaenda viral sana. Na vile studio hii, nyimbo hiyo, beat hiyo iliwavutia wengi sana. Ilifika hatua mpaka brother Bestinaso kuja pia naye akataka nyimbo feeling itaka iwe feeling. Unielewa? Baada ya kuambiwa bwana feeling hizi kana huyu na manager huyu bwana, kuna feeling inaingia sana. Ilifikia hata Bestinaso naye karibia nyimbo zote unazozijua wewe zilizofanya kwa Kisaka za Bestinaso, mimi ndio nilifanyaje ilimrekodia vocal. Si umeelewa? Hizo Hadija yoyote unajua wewe ambayo imefanya kwa Kisaka, vocals zile arrange mimi ndio nikamrekodia. Sasa hii ndio nyimbo ambayo ilienda kwa kiwango kikubwa sana. Sasa nitakuja hapo kuzungumzia baada ya hapo nyimbo kukamilika kitu gani kingine kilitokea. Msikilizaji, tuko na Ibra ambaye pia yeye alikuwa ni Tiba Music, anakuambia hivyo, lakini pia amefanya kazi kama manager pale kwa Kisaka. Walihusika pia kuitengeneza tungo hiyo, na mimi niliona nimzungumzie tungo hiyo kwa sababu wao ndio walianza kuitengeneza. Yani walisema huko liko rekodi ngoma haina kiwango, njoo tukae hapo. Kwa hiyo Ibra alihusika kumvuta Sam kwa Kisaka na kumpa nafasi Kisaka kumsikiliza Sam, na wakapika kitu kama hichi ambacho wengi wetu sisi wote ndipo tulimfahamu Kisaka. Tuisikilize tungo hiyo, tutarejea.
Ukipita mitandaoni, producer mkubwa sana Master J ameongea kauli moja, akasema miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kupata heshima na thamani kubwa ni maproducer. Hii kauli ya Master J, na ametolea mfano akasema kuna kitu ambacho anaendelea yeye hakimvutii. Amesema kama unataka kumpa producer gari, basi mpe ya milioni 80 kwenda mbele, sio crown. Crown nao ni gari, acheni dharau. Hiyo ni kauli ya Master J. Sasa tunaye Kisaka hapa kwa ajili ya kupiga naye story. Kisaka, karibu sana. Hii ni Maji FM. Karibu sana. Asante sana. Bwana, kwa Kisaka tunakupa heshima ya kutosha kwa kuchonga njia. Ni kati ya producer ambao tungo zenu zinapochezwa radio tuna kila sababu ya kuwataja nyie, kwa sababu wanamuziki hawawezi kuwa wao bila nyie wapishi. Tunakupa pongezi sana kwa hilo. Asante sana. Sasa tunataka tuzungumzie ukiachana na tungo za Samu wa Ukweli ikiwemo Sina Raha ambayo ndio wengi tulikujua wewe Kisaka, ni tungo gani zingine unaweza kutuambia kwa uchache hata 2-5 kwamba hizi zilitoka kwako hapo? Ni kiachana na Samu kuna Dulayo. Dulayo nyimbo karibia nyingi. Bidaya kazi, twende na mimi, sina umia roho. Sasa nilifanya mimi, Best Naso. Ndio. Adija na nyimbo zingine za Best Naso pia nilifanya. Ndio. Dangwe Mobo. Ndio. Na wasanii wengine wengi. Na muziki naona kama nyie watu wa zamani, maproducer wa zamani, mlikuwa na utaratibu mzuri sana. Tukiangalia pia Master J, wewe kama mlikuwa na utaratibu wa kuweka hadi management. Unahisi kwa nini sasa hivi wasanii hatuoni kitu kama hicho? Lakini pia huo ulikuwa ni utaratibu mzuri. Ndio. Sana, ila kwa sasa hivi naona utaratibu huo umepotea baadhi ya sehemu nyingi. Okay, na sasa hivi labda tukirudi katika game, kuna kauli ameitoa jana producer mwenzio Master J, watu wa Kongwe. Amesema kwamba katika watu ambao wanatakiwa kupata thamani kubwa sana, hususan pesa nyingi, ni ninyi maproducer. Pengine hiyo unaweza kaizungumza kwa unaichukuliaje hiyo kauli? Ni kweli, kwa sababu maproducers ndio wamesimamia kazi nyingi za wasanii, yani kutengeneza, kucreate na nini na vitu vingi ambavyo imadi nyimbo producer anahusika kwa asilimia nyingi sana. Ni kweli natakiwa wapate yani hela nyingi sana kwa sababu ya kazi yao ambayo wanaoifanya kwa wasanii. Wewe kwa upande wako wengine una majuto yoyote kwamba hujapata kile ambacho ulistahili kupata toka umeanza kuwatoa wasanii? Hapana, mimi nashukuru Mungu. Hata kwa nilichonipata nashukuru Mungu. Ndio. Ni kweli. Okay. Neno lako sasa kwa mashabiki, kwa sababu leo tuko na Ibla hapa, tulikuwa tunajikumbusha mambo ya hapa na pale, lakini nikasema tumvutie pia Waya Kisaka ambaye pia alifanya kazi kubwa sana hapo na mchango mkubwa sana katika kuwatoa tuseme hivyo na muziki, kwa sababu kama Dulayo tulimfahamu kupitia wewe, Samu wa Ukweli kupitia studio yako Emotion Record. Pengine sasa hivi utaratibu wako upoje labda hapo studio ni kwako, kwa wasanii ambao wanataka labda wengine wanatamani kufanya kazi na wewe, utaratibu wako upo kama vile zamani au pengine kuna mabadiliko ambayo umekuwa nayo sasa hivi? Hapana, utaratibu upo vile. Na wakaribisha wasanii, kazi zinafanyika. Na suni watasikia mikono mingine ambayo nimefanya, tegemea kuachia sasa kazi sasa. Rasmi Okay. Tayari kusikia kazi kutoka Kisaka sasa. Kwa yule msanii ambaye anakusikiliza sasa hivi, labda pengine akitaka mawasiliano na wewe au kukutafuta wewe, anakupata kwa njia gani? Napatikana kwa namba ya simu, labda ningeitaja. Iwe vizuri zaidi. 0712 ndio 13 42 43. Ndio. Ungeirudia tena? 0712 13 42 43. Okay, shukrani sana. Na tunaamini hizo kazi mpya ambazo zitatoka kutoka kwako, basi sisi tutakuwa ni watu wa kwanza kuzipata kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamsikia tena Kisaka, yule ambaye aliwatoa wasanii wengi ambao hadi leo hii tungo zao tunapozicheza bado zina flavor ambazo zinaweza zikadumu kwa miaka nenda rudi.
Sawa kabisa. Nashukuru na nyinyi kwa pamoja na mimi. Okay. Na unaweza ukamzungumzia vipi Ibra, ufanyaji kazi wako na Ibra? Kipindi chote ambacho mlikuwa mnawatoa wasanii, mlifanya kwa mtindo gani? Ibra ni ndugu yangu, yaani ni Afrika, lakini pia ni ndugu kabisa kama familia. Yeye ni pia ni miongoni mwa watu katika ofisi ya Emotion. Msaidia mawazo pia. Unamuona kama hivyo kwa mambo mengine pia kwenye anaweza kufanya vile ambavyo mimi nafanya. Okay. Nini mixing Kwa hiyo alikuwa pia ni assistant producer na yeye hivyo. Okay, huyo alikuwa ni Kisaka ambaye pia tumesikia mambo mengi sana. Ibra hapa amezungumzia mambo mengi sana, namna alivyokuwa akifanya kazi na Kisaka kabla yeye kuelekea katika majukumu mengine. Na hata leo hapa kumpata Ibra imekuwa ni mtihani kwa sababu ana majukumu mengi sana ambayo hayahusiani na muziki. Lakini leo amekubali muda wake kuja kuzungumza nasi au kuja kuzungumza na nyie wa Tanzania kuweza kufahamu pia muziki huo waliuchonga vipi au walichonga vipi ramani, kwa sababu maproducer kama ulivyomsikia Majani tulivyokuelezea story ya Majani, anasema wa producer wanatakiwa kuheshimiwa sana na pengine kupata thamani kubwa kuliko artist, kwa sababu wao ndio wachonga ramani. Umesikiliza mkasa wa Sam hapa, namna ambavyo Ibra alimchukua Sam kutoka huko akamleta kwa Kisaka na akaanza kumtengenezea hiyo Sinala hadi leo inakuwa kubwa Tanzania na East Africa kwa ujumla. Kwa hiyo yote hizo ni idea, mipango hadi leo tunaona. Tuisikilize tungo hii, tutarudi na Ibra hapa. Naumia Roho ni kati ya tungo ambazo pia nazo zilipikwa kwa Kisaka ambao umetoka kumsikiliza punde hapa, lakini pia Ibra amekwishaelezea wasanii mbalimbali wakina Mon G, mtoto wa Da ambao tutaicheza hapo baadaye, na nyingine nyingi zilitokea pale, lakini hii ni miongoni mwao. Maji FM Songea. Naumia bro, I say naumia bro, natamani kataloni naumia bro, natamani kataloni tuwe wote wani sokusha naumia bro. Ukisikiliza TBT kama hizi, lakini pia namna game wasanii walivyokuwa wanajua kupita katika njia, lakini njia hizo zilichorwa na wachora ramani, maproducer akiwemo Ibra ambaye tuko naye mjengoni hapa, lakini punde umetoka kumsikiliza Kisaka ambaye pia ametutajia pia namba kwa wewe ambao una feeling unatamani artist pengine siku moja kupiga kazi za Kisaka, basi unaweza kumcheki kupitia 0712 1342 43. Hiyo ni kazi tu za muziki, kwa sababu mambo mengine hayahusiki hapo. Ni kwa wale tu ambao wanatamani wapate flavor kama hizi au wacholewe ramani kama hizi. Muziki umeshiba, unasikiliza au kila aina ya chombo kinasikika kwa uzuri sana. Sasa wachora ramani tuko naye mmoja hapa, Ibra, ambaye alihusika kwa namna moja ama nyingine, na tulimpigia Kisaka hapa naye akaelezea, akasema huyo ni kama ndugu, amesaidia mengi kuongoza ofisi, lakini pia amesaidia mengi katika kuchora hizo beats ambazo ziliwatambulisha vyema wasanii hao. Shukrani sana kwa wewe ambaye pia unaendelea kuwa nasi hapa kupitia 0757961956. Nimekuwa nikipokea message zako. Asante, nimefurahi sana kumsikiliza Kisaka kupitia Maji FM na Kayeng kutokea Mwalule. Anasema yake Useni Machozi Borani Ludi Jera ni tafurahi sana katekista Punda wa Yesu da pole kamaliza hivyo. Anasema kisikia hapo baadaye itakuwa poa. Dickson anapatikana Bomba Mbili, anaomba wimbo wote wa Nasi B. Okay, shukrani sana. Huyu anasema interview imebamba sana na wapata vizuri hapo. Shukrani sana. Hapo Baitulizo mtoto wa Mzee Katigi toka Masimeli Manzese. Shukrani sana kutokea Manzese kwa kuwa na sisi hapa. Bado tuko na Ibra. Ibra tumemsikia Kisaka hapa amezungumzia kile ambacho tulikianza kukizungumza toka mwanzo, namna ambavyo mlikuwa mnashirikiana kutengeneza tungo hizi. Tuielezee hii ya Dulayo. Asante sana. Hii hapa Naumia Roho ilikuweje nayo? Naumia Roho ni nyimbo ambayo ilikuwa na think so, nafikiri
kama nitasahau mwaka kama kwenye 2009 hivi, ndio 2008 na 9 hivi. Muda huo studio tulikuwa kwenye studio huko, studio yetu ilikuwa Kiwalani, ndio airport Kiwalani kule Dar es Salaam, ambapo sehemu ya kwanza ambapo ilipofunguliwa studio ambapo tuliproduce nyimbo hiyo. Nakumbuka studio hiyo, nyumba iliungua moto, lakini tukafanikisha kuviondoa vile vifaa. Ila siku ambayo hii Naumia Roho ana rekodi Dulayo ni siku ambayo ilikuwa na vibe sana. Lakini pia studio pale kulikuwa kuna msanii ambaye pia alikuwa anafanana naye jinsi ya uchanaji wake, uimbaji wake. Anaitwa Makabei ambaye sasa hivi nafikiri sasa hivi anafanya kazi serikalini. Makabei alikuwa design kama Dulayo. Kuna vipindi fani ya ITV waga vinafanyika sasa hivi vya malumbano ya hoja, alipokuwa anasimamia sana. Basi nafikiri ndio kwa kipindi hiko ndio mtu ambaye tuko na mkompiti naye sana, Dulayo na huyo Makabei. Lakini Dulayo alifanya uwezo wake wa kufanya, na Makabei alikuwa anafanya uwezo wake wa kufanya, na Dulayo alikuwa na feeling sana. Hiyo siku tu niseme tulikuwa na vibe hiyo siku ya kurekodi hiyo. Nakumbuka kwa mtu ambaye siku hiyo inarekodiwa hiyo nyimbo, msanii mwingine ambaye alikuwepo pembeni pale, alikuwepo msanii mmoja wa hip hop sasa hivi na kundi ambalo walikuwa wanajiita SSK, sisi kundi wa kundi pia wanajiita wanajiita kundi gani, ilikuwa katoka kwenye kundi moja na wasanii fani wa hip hop kina Nash MC kina nani. Kuna msanii anaitwa Pizza MC au Mapima Wenge, sasa hivi alikuwepo kipindi hiko. Dulayo anaandika mistari na aliandikia hapo studio nyimbo. Hakuja na nyimbo kwamba alikuja nyimbo tu rekodi hii, hapana. Hiyo nyimbo ilipigwa biti na aliandikia hapo studio. Alikuwa na uwezo sana. Kuna clip moja ulikuwa unamshauri, ni kama alikuwa kama amelewa hivi, ulikuwa kama unamshauri, umemrekodi kwa video hadi unamuingiza kwenye gari. Ile ilikuwa ni lini? Ni karibuni au ni muda kidogo? Sipendi sana naizungumza hiyo kwa sababu ndugu yetu pia anapitia wakati changamoto. Na inatokana na nini hizi changamoto, stress? Changamoto nyingi. Ana mambo mengi tu ambayo yametokea. Kwa aliumwa sana hapa. Ile haikuwa muda mrefu sana. Ile nafikiri kwa mwaka juzi. Haina muda mrefu sana. Ni mwaka juzi, lakini pia tulikuwa tunamshauri kwa sababu wasanii muda mwingine, ndio maana producer hapa wasanii pia wanapitia mambo mengi sana kwa sababu ujue system ya music ya nchi yetu kwa maproducer na wasanii ni ndogo sana. Yani kipato ambacho anakiingiza ni kidogo sana kuliko maarufu wao. Maarufu wao unakuwa mkubwa. Mwingine utakuta anapata stress kutokana, anajikuta anapitia maisha magumu, anashindwa kukosa hata hela kufanya nini hivi, lakini jina limekuwa kubwa hivi. Yani kuna vitu anashindwa kuvimudu, yani jina lake limekuwa kubwa. Sasa utakuta wengine wanaingiwa kwenye stress, wengine wanaingia kwenye miadarati, pombe, madawa, si umenielewa? Lakini ndugu yetu Dulayo pia vipo ambavyo alikuwa anavipitia katika hicho pia kikichangia hicho, lakini na mambo mengine personal ambaye anayajua mwenyewe. Kwa alikuwa tujaribu pia kukaa naye kuweza kuzungumza naye aweze kukaa katika mazingira ambayo yanahitajika. Kuna mdau hapa anasema Lucas Njov toka Sinai Zanati toka Asma kaka Kisaka na huyo Ibra walikuwa mwamba sana kuchezea vidole vyake pamoja sana. Wilson Tembo kutoka Ruvuma anasema tuko na nyie mwanzo mwisho. Oi email hapa, naomba nigongee ngoma ya Moji inaitwa Mtoto wa Da. Nadhani ameizungumzia pia Ibra, ni miongoni mwa tungo ambazo zilipita pia kwenu pale. Okay. Tunazidi kusonga mbele sasa. Tulikuwa tunazungumzia ngoma hii hapa ya Naumia Roho. Twende haraka. Ndio. Kwa tunazungumzia Naumia Roho, namna mlivyo itengeneza hadi kukamilika. Na mwanzoni pale tuligusia pia masuala mazima namna ambavyo mlikuwa mkimanage wasanii. Unahisi kwamba Dulayo alikuwa ni sehemu ya wasanii ambao ulisimamia pia wewe katika mauzo yake? Hapana, Dulayo alikuwa na sikusimamia. Lakini Dulayo alikuwa ni msanii ambaye alikuwa na favor pia kubwa sana Emotion Records.
lakini alikuwa na favor kubwa Emotion Records, lakini hakuwa msanii ambaye alikuwa kama label Emotion Records. Msanii ambaye alikuwa label wa kwanza ni Monji. Alikuwa Monji, alikuwa Makabei. Sawa? Baadaye ndo akaja kuwa Sinala. Hata hiyo Monji, hiyo nyimbo alosema inaitwa Mtoto wa Da, ni nyimbo ambazo zilitengenezwa pamoja na nyimbo ya Sinala. Ilianza ya Monji hiyo, Mtoto wa Da, lakini hivyo tengenezwa Sinala ndo tulikuwa tunafikiria sasa hizi nyimbo tuanze hipi kuitoa. Mwisho wa siku nikafikiria bwana, hizi nyimbo tuanze tuzitoe zote kwa pamoja, zisipishane sana. Kwa nafikiri tukaje tukatoa nyimbo ya Mtoto Monji, Mtoto wa Da, tukatoa na nyimbo tukapeleka radio na nyimbo ya Sinara. Na wakati nyimbo ya Monji inapigwa tunapeleka radio, Samu kweli alikuwa anampa big up sana Monji. Akamwambia Monji, ndio ushatoka sasa hivi unaenda kuwa maarufu, nyimbo yako hiyo hivi. Alikopo mwanangu big up sana. Sawa, lakini mwisho wa siku katika zile nyimbo kuzitoa imeenda kuwa maarufu ya nani? Ya Samu ndio imekuja kutake over. Hali ya kuwa Samu alikuwa anajua hii nyimbo ya Monji ndio nyimbo itaenda kusumbua. Hata Samu nadhani alikuwa na fikra hizo kama Monji anaweza kaza. Kwa sababu Monji ndio msanii ambaye alikuwa anaimba, anaimba kweli. Play hiyo nyimbo kama mtu amekwambia play, inaitwa Mtoto wa Da. Tunacheza sasa hivi Mtoto wa Da. Kwa hiyo hizi nyimbo zilitoka kwa pamoja hizi. Lakini Samu alikuwa anaamini yeye hatotoka kwenye ile nyimbo. Alikuwa anaamini nyimbo itaenda kutake over ni nyimbo ya Monji ambayo inaitwa Mtoto wa Da. Lakini mwisho wa siku dodo likamwangukia yeye. Samu Sinala ikaja ikahiti na hata siku ambayo anakuja kutangazwa atakuwepo kwenye Fiesta, ndio siku alivunja sofa ya studio. Ilikuwaje hiyo? Ilikuwa nasikia za redioni pale wasanii naye wakamtaja, akatajwa, aliluka pa studio akavunja hadi sofa lenyewe ile kwa furaha, hakuweza kuamini. I say bwana Ibra, tuna mengi sana ya kupigania story. Tuisikize ngoma ya Monji alafu tutakuja kumalizana na Ibra kwa sababu muda naona kwa si rafiki sana. Mtoto wa Da ni miongoni mwa tungo ambazo zilitoka chini ya usimamizi wake Ibra akiwa na producer Kisaka. 96.1 Majimaji FM Singea. Za mitani hawaishi kusema majirani, hivyo mama jielewe mwenyewe. Pokea mabusu toka kwami na mahagihani, usinitupe ujitunze mwenyewe. Sitamani baby uninyime utanara, soka unipa mani unijize mtoto wa Da. Sitamani baby uninyime utanara, soka unipa mani unijize superstar. Ibra, muda unakuwa si rafiki sana. Sasa tunafahamu mmefanya kazi kubwa, mmetengeneza njia. Changamoto ni zipi ambazo umetueleza tu katika mafanikio na wale ambao mmefanya? Changamoto gani mlikuwa mnakutana nazo labda? Asante sana. Bwana, changamoto ambayo iliwahi kutokea katika kipindi hichi cha tunaandaa kazi za Samu. Kwanza nyimbo zilikuwa zilisharekodiwa na nyimbo ambayo ilifanywa mixing ni Sinala ambayo ndio ilikuwa complete imefanywa mixing. Lakini nyimbo zingine zilikuwa mixing zake zilifanywa mixing, lakini master zilikuwa hazijakamilika vile ambavyo tunavyotaka. Lakini ile baada hapo Sam Sinala ndo iko juu sasa, inaanza kunani. Kwa hiyo tunakimbia haraka kutengeneza albamu wakati nyimbo iko hiti. Tuuze albamu kupitia Sinala. Sasa nyimbo zile ambazo tukachukua kazipeleka kwa Mamu. Kipindi hicho mlikuwa mnauza kwa Wahindi kipindi. Kwa Wahindi kapeleka kwa Mamu pale, kajitambulisha fulani studio fulani Kisaka pale Emotion Record mi fulani. Bwana haya ndio hii, kwa sababu Mamu mwenyewe anajua nyimbo imeshakuwa gumzo. Akaona hii ndi hela. Akamwambia bwana isikilize hii, tukampelekea kwenye CD demo tu hizi zisikilize, ambapo baadaye tuje kuzungumza biashara. Si umeelewa? Lakini delivery CD kule kwa Mamu, changamoto iliyotokea tukaja tukasahau kwamba tulipia Mamu, tulimpa CD. Tulijua tumezungumza naye, tulisahau kama Mamu tumempa CD. Sasa asikilize hizo albamu ili tuelewane gharama.
changamoto ilitokea pale studio, mashine kompyuta zile nyimbo zote zilifutika. Yani format nyimbo kompyuta nzima. Saa nyimbo za Samu na za wasanii tofauti zote. Kwa kichwa kikawa kinauma. Mimi na bwana Kisaka kusema kuambia wasanii imekuwa ngumu sasa. Huyu anakuja nyimbo yake imebakia kidogo imalizike, tunabali tunamwangalia usoni, unampa ratiba, unampa hivi. Ikawa changamoto sana, lakini changamoto kubwa ikawa inatusumbua ya Samu kwa sababu ndio wakati huo ilikuwa ya moto sana. Tukakaa pale Samu haelewi hata kinachoendelea nini. Akinifuata analia tu, Ibra mbona hivi, mimi sielewi bwana na Kisaka, mbona hivi, mbona tufanye albamu hii, itakiwa albamu ishe ifanye, hajui kinachoendelea. Lakini kila siku tunavyoenda tunatafuta wataalamu, kutafuta madata recover, mtu anahangaika pale, mara hivi mara tumpigie simu akili labda anajua atafanyaje, mpigie simu producer fulani. Mwisho wa siku nikaja nikakumbuka bwana Kisaka kuna CD tumeipeleka kule kwa Mamu, ndio ikawa nini mkombozi wetu. Sasa zile CD hile ile kuchukua ndio tukachukua ile CD, zile nyimbo ndio inabidi unaichukua moja, unaiweka, unaitia setup fulani vile vile wevu, unaipandisha, unaifanya hivi. Kuna utaalamu ambao pia tumeufanya kwa sababu Kisaka ni by professional sound engineer, anajua alichokifanya. Sasa tulifanikiwa ile CD ndio zile nyimbo ndio tukaziweka na mpaka wewe unavoziona hapo zimeenda. Lakini hiyo unaiona wewe, hiyo unavyoiona hata kwetu hapo sawa, haikufanyika ile mixing ambayo ihitajika ilifanyike kama mlivyofanya ile ya mwanzo. I say. Na wale wasanii wengine mliwafanyaje? Ilibidi waje kurekodi upya au? Wale wasanii wengine bwana tulimaliza nao taratibu. Tumaliza taratibu. Wengine tulikuwa kuna wale ambao tulibatika, wale ambao mtu unampa demo beat akasikilize. Kwa hiyo ile beat ikawa unabidi uirudie tena vile vile kwa sababu unakuwa ushasahau. Unajua producer anaweza kupiga beat alafu ukumbuki. Yani mimi mwenyewe hapa nilipo ziko beat ambazo nizitengeneza, unaweza kaniletea sasa hivi sijui nilipigaje, nikakwambia ile alipiga nani, si umenielewa, alitengeneza nani. Ndio hivyo. Kwa hiyo nashukuru kwa kipindi kile nilikuwa na mkono mwepesi sana. Watu ambao walikuwa wanakuja maproducer kwa Kisaka wanajua nikishika piano, nikishika keyboard, ule smooth nilikuwa nao ilikuwa very fantastic. Ulisema ulipeleka album kwa Mamu, labda pengine Mamu alichukua shingapi kipindi hicho, labda mliuza shingapi album? Au hizo siri za kambi? Bwana nashukuru sana. Mamu bwana, Mamu alikuwa analalia sana, mlaliaje sana, lakini kwa kipindi kile niseme haikuwa chini ya milioni 30. Haikuwa chini ya milioni 30. Kwa hiyo mlivyoipata ile mkaja kurudi huku. Kulikuwa kuna mikataba, mikataba nafikiri ilikuwepo tu mikataba kati ya albamu, lakini na msanii wetu tulikuwa tuna mikataba yetu pale studio tumesainishana. Lakini kwa thamani ya kipindi kile ilikuwa ni hela nyingi, lakini kwa thamani ya ile albamu na ile nyimbo na ndio maana Master J amezungumza, maproducer wanahitajika. Hata kama unataka kumpa gari producer, usimpe gari si Crown, gari ya milioni 10 na ngampi gari ya milioni 80 kwa sababu thamani tulikuwa tunaifanya. Unajua kukaa kufikiria feeling hisia mpaka mtu, yani sasa hivi wewe unasikiliza Sinala kuna kitu kinakuingia. Inawezekana ulikuwa una mawazo lakini yakarudi yakakurudisha nyuma. Kwa maana yake producer alitumia feelings ya kusema na akili za watu waweze kufanyaje, waweze kutoka kwenye mawazo, watu waweze kutoka waweze kupata burudani, maana burudani pia ni afya. Ibra, sisi tunakushukuru sana, muda unakuwa hautoshelezi. Manasa Kome tunatamatisha kipindi chetu, lakini tunakushukuru sana kwa kuja, lakini pia hata kwa kukubali tu muda wako kutenga. Tunafahamu na majukumu mengi sana makubwa, lakini tunakushukuru kwa kupata nafasi leo kuja kuungana na sisi. Tunajua hapo mengi ambayo tutamani pengine kuzungumza na wewe, lakini muda wetu haujatosha. Lakini kwa uchache msikilizaji ameweza kufahamu namna tungo hizi pale Emotional Record mlikuwa mnafanya
mnafanya kazi, lakini pia namna mlivyoweza kutua Tanzania kuwapa muziki mzuri katika zile tungo ambao tumezisikiliza, lakini pia tulimsikiliza Kisaka na yeye mwenyewe akizungumza namna mlivyokuwa mnafanya kazi. Na kwa wale tu wengine ambao watatamani pengine kuzungumza na Kisaka kwa ajili ya kufanya kazi, ametutajia namba hapa, lakini ningeirudia tu kwa faida kwa wewe ambao kubahatika kuiandika kama ni msanii lakini au meneja wa msanii. Nambari ya Kisaka ni 0712134243. Kwa yule tu ambaye ni msanii unaweza kumpigia ukafanya kazi kama hizi ambazo zilitoka miaka hiyo.